Hello guys, now tunakwenda kuanza package yetu ya affiliate marketing, tukianza na introduction yake, na lugha itakayotumika itakuwa ni Kiswahili. So hii ni kama zawadi kwa watoto wa nyumbani, na kama kuna mtu mwingine wa nje anaelewa lugha ya Kiswahili pia ni zawadi kwake. So tuambatane pamoja kwa ajili ya kuipata package yetu ya affiliate marketing. So swali la kwanza naweza nikakuuliza, je, unaelewa nini unaposikia affiliate marketing? Kiufupi au kwa maana sio rasmi, tunasema affiliate marketing ni ubia ambapo mtu au kampuni au shirika kutangaza bidhaa au huduma za kampuni nyingine na kupata commission kwa kila mauzo au mibofyo inayozalishwa. Hii ni kwa upande wa online. Mibofyo means number of clicks. Ila kwa kawaida in general ni ubia ambapo mtu au kampuni anatangaza bidhaa au huduma za kampuni nyingine na kupata commission kwa kila mauzo. That is. Tukifafanua zaidi hapo tunaweza kusema, tukachukulia for instance madalali au freelancing people, au pia ni affiliate marketers, kwa sababu wanachukua products wanaifanyia promotion, then hawa individuals wanaokuja kubuy ile product, yule freelancer anapata tuseme kiasi fulani hivi kama malipo yake. Kwa hiyo ndo commission tunaizungumzia. Kija kwa issue za sokoni, hawa mnawaita mawinga au watu wa mazoezi, au pia ni among of affiliate marketers. So inakuwa kama hivyo. Sema hii ya kwetu ni online based, means tunatumia digital platforms as a freelancing or affiliate marketing site. So kama hivyo. Je, affiliate marketing ina vipengele gani vya muhimu au vya kuzingatia? Ili affiliate marketing iweze kufanyika, huwa tuna vipengele vitatu kama sio vinne. Vitatu ni must, alafu cha nne ni option. Na kipengele cha kwanza tunasema ni mfanyabiashara, kwa Kiingereza wanaita vendor. Nasema hii ndio kampuni ambayo inaunda na kuuza bidhaa au huduma. Huwa wanaanzisha programu ya washirika ili kuhusu wengine kukuza matoleo yao. Mfano ni kama kampuni yetu Damigaso Tech, tunaanzisha hii program pia ya affiliate marketing. So we are vendors. Na kipengele cha pili ni mshirika, ambaye ndio affiliate marketer mwenyewe. Huyu ni mtu binafsi au kampuni inayotangaza bidhaa za mfanyabiashara ili aweze kupata commission kutokana au kwa kila mauzo. So wanatumia njia mbalimbali za social media, whatever njia atakayotumia, kikubwa ni aweze kuifanyia promo hiyo bidhaa ya vendor mwenyewe. So hapa tukisema mimi ni vendor, then wewe ukipromo bidhaa zangu, wewe ndo kama mshirika mwenyewe ambaye ni affiliate marketer. So service ambazo na promote mimi Damigaso Tech, ukizifanyia promo then nikapata mteja, utakuwa unapata asilimia fulani kwa kila pay ambayo utakayopata kwa huyo mteja. That is. Alafu na mtu wa tatu ni mtumiaji, ambaye nasema ni end user. Huyu ndio yule ambaye anaenda kuvutwa au anafanyiwa promo na affiliate marketer ili aje kununua ile bidhaa ambayo unaizalisha mimi vendor, fanya biashara sasa. So unapochukua matangazo yetu, unamtumia yule mtu ambaye anakuja kwetu ili tuweze kumuofa service, ndio mtumiaji mwenyewe. Yule ndo atakufanya wewe uweze kupata malipo. Na options ambayo ni kipengele cha 4 ni mtandao wa shirika, ambao kwa online tunatumia digital platforms, ambazo ni site mbalimbali zinazotoa option ya mtu kujiregister kama vendor ili aweze list product zake kwa ajili ya kuwa promoted, na wewe unaweza kujilist kama affiliate ili uweze kupromote product ambazo zimekuwa listed. So hizi ni platform mbalimbali ndio kama hivyo Amazon, Alibaba, Digistore, Clickbank and others.